ugomvi ulianzia ni kwa kakake. Kakake alikuwa na mke na watoto wawili. Mwanamke alitoroka akaacha watoto wawili. Mamangu mimi akachukua jukumu la kuwalea. Alivyowalea mamangu alienda kukabidhiwa na serikali ya mtaa. Alivyokabidhiwa mama wa watoto akawa amerudi. Alivyorudi mama wa watoto, mamangu akaenda kuwakabidhi serikali ya mtaa. Serikali ya mtaa ikawakabidhi hao kakake marehemu na mwanamke. Mwanamke alivyokabidhiwa watoto akaondoka nao asubuhi. Ndio imepita miezi kama miwili, ndio akawa amerudi jana. Ndio amefanya tukio hilo hapo, tukio tumekaa kibandani. Alikuja pale ametutukana, akawa anaondoka akarudi na kisu. Nikamwambia rafiki yangu kimbia, yule hajapata muda wa kukimbia akawa ameshafikiwa akawa anashachoma na kisu. Ilikuwa ni mchana, nikiwa napita nimkuta huyo kijana ambaye amepata madhara ya kuchomwa kisu. Aliniamkia, tukasalimiana, nikapita nikamwacha. Muda mfupi ghafla nikakuta watu wanasema tufunge ofisi, wahusika wanakwenda kutoa msaada, amechomwa kisu, anaitwa Wamaka. Baada ya baba kufa, japo kwamba baba alikuweko, pia alionyesha nia hiyo hiyo, kutokuwa mtoto mtulivu, kumtishia babake maisha. Nimejaribu kama mchungaji jirani yake, nikampeleka, nikaenda kanisani. Baba alishangilia sana, lakini hakuwa mtulivu kuendelea kusikiza neno la Mungu. Ni mtu ambaye alikuwa kuishi na familia, alikuwa anakaa na mke. Huyo mke amezaa naye watoto wawili, wameachana, mke kaenda zake na yeye ashughuliki. Huyu mdogo ambaye aliyekufa ndio alikuwa analisha watoto wake, alikuwa anawalea. Lakini nasikia jana jioni anamwambia nipe simu ambayo ni ya mdogo wake. Anasema sasa kaka, nitakupeje simu yangu? Anasema nitakuua. Na ni kweli amedhamiria amemuua. Ni jambo linalotusikitisha sana. Linatusikitisha kwa sababu ni watoto wetu. Naliona kwa picha kubwa kwamba ni roho ambayo imekuwa ikitafuta. Maana imekuwa tishio kwa jirani yangu huyu amekufa, baba huyu. Wamekuwa kitishiana, anataka kuwashambulia ndugu zake kwa kutishia kwa watu kwa sababu ya nyumba ya baba yao. Huyu Yohana Mgwasi alishawahi kuwa na kesi hapo ofisini kwa sababu hapo nyuma alitelekeza watoto wake wawili mwaka juzi, ambao watoto walikuwa wamekutwa tu sehemu na mwananchi mmoja, lakini yule mwananchi aliwaleta ofisini. Baada ya kufuatilia ikaonekana huyu Yohana Mgwasi pamoja na mke wake hawapo. Basi yule mwananchi akaamua kuishi nao wale watoto kwa kufuata taratibu na afisa ustawi wa jamii wa kata, akakabidhiwa na akaendelea kuwatunza. Lakini mnamo mwaka huu nadhani ni mwezi wa 4 akawa amekuja huyo Yohana Mgwasi. Yule aliyekuwa anatunza watoto akaja kutoa taarifa kwamba amekuja lakini anataka kuwaiba watoto. Basi tulipomwita ofisini alikiri kweli kwamba walikuwa na ugomvi na mke wake. Yeye akaenda Chunya, lakini huko Chunya alikamatwa kwa uhalifu mwingine na kufungwa. Kwa hiyo kwa kipindi chote hicho cha miaka takribani 2 alikuwa yupo katika kifungo. Nimesikitishwa sana na kitendo ambacho kimetokea katika kata yetu, kwa maana mauaji ambayo yametokea katika mtaa huu wa Airport, lakini ndani ya kata yetu ya Iyela. Na nitoe wito tu kwa wananchi wa kata ya Iyela, tusijichukulie sheria mkononi ambayo inaenda kudhuru wananchi. Lakini pia pamoja na hayo, ni wasihi tu wananchi wote kwamba wanapoona kuna viashiria viovu, tunaomba washirikishe serikali kabla madhara hayajatokea kama tunavyoona leo.